Tunaendelea pale pale tulipoishia. Baada ya mchizi kuangalia mwili wa marehemu jinsi ulivyokufa, akaona mbona kama mauaji haya ya kishirikina, yaani si mauaji ya kawaida, na akamtaka mfanyakazi wake ampigie yule master mama yake ambao siku zote anafanya naye kazi, ambaye si mwingine ni Jin Kwang. Jin Kwang alipigiwa simu na kupelekewa director Kanyong, akampokea, akamwambia director, usijali, nipo kwa ajili ya huduma yako. Hapa inaonekana wale maaskari wameingia moja kwa moja monchwali kwenda kuendelea kufuatilia mwili wa marehemu, na daktari anatoa maelezo, hakika bega lake huku limeparalyze na mkono wake umekunjika vibaya, na hata kudondoka haidondokea kichwa. Sasa jamaa kila akivuta picha jinsi marehemu walivyomkuta alivyokufa, wanashindwa kupata ufumbuzi. Wanasema itakuwa bwana huyu marehemu labda alikuwa anatumia labda madawa ya kulevya, kila mtu anahisi kitu chake. Hapa mtu mzima Sanjan, yule mume wa yule ripota, anamwambia jamani, hakika hii hali inakuwa sio kubwa sana. Hata dokta aliwaambia angalia jinsi alivyokufa. Ina maana bila kutumia akili hatuwezi kujua kitu gani ambacho kimemuua, lakini inajulikana tu amekufa ghafla, amedondoka. Mawili, atumie madawa ya kulevya ama situmie madawa ya kulevya. Jamaa kuangalia Sanjon kaona jamani, haya mauaji si ya kawaida, yani kifo kilichomtokea huyu marehemu si cha kawaida, yani kitatatanisha. Na hapa mtu mzima San Kwang alipotoka tu, jamaa askari mwingine anakuja anamwambia bwana, kuna ripoti hapa ambayo inatokea hapa. Kabla marehemu kufa, kuna habari zilitoka katika kampuni ya Forest. Ina maana kabla kuona mkeo kwenda pale na watu wengine kusogea pale, ina maana kuna simu alipokea marehemu kabla kufa kutoka katika kampuni kubwa ya mtu mzima Chairman John. Best Group. Msala unaangukia upande hapa, dada Jongni akiwa anafanya upelelezi, akiwa anawaza namna gani Sonjin anajua taarifa za watu ambazo zinakuja kutokea kabla matendo kutokea, matendo kufanyika. Hapa akakumbuka vizuri kujua binti huyu anasoma, maana leo alikuwa na shida naye kinoma noma, ikabidi amchimbie mpaka shuleni kule ambapo binti yule anasoma. Akampigia kwanza mumewe, akamwambia bwana, baba Chanja, mimi nitachelewa kurudi. Baba Chanja, kama kujipikia nini mashamshama mazagazaga, pika mapema kula. Baba, mke wangu wewe kuwa na amani, tufanye kazi zako. Jamaa kana demu anafanya kazi kuliko mimi, yani udemu sio poa. Chizi akaingia ndani Sanjun kujilaza. Sanjun anakuta ushahidi mwingine ambao mke wake kauchukua, ambao huu ni ushahidi pia wa yule marehemu aliyekufa. Jamaa akaanza kujiuliza, mke wangu itakuwa anahusika nini? Upande hapa akiwa anamkaribia tu, anamfuatilia nyuma binti bila kujijua, maana watu wanakuja wanamvuta huku chemba, lakini hawa watu ilikuwa binti huyu alimzungua shoga yake, ama shoga alimzungua Sanjin, na Sanjin akamwashia moto. Hapa jamaa kaita mabwana zake waje kumwashia moto, ama ikiwezekana ampeleke moto. Akachukua kisu bwana, akamwambia bwana, wewe ukinengeneka nitakuchinja. Dada kwa sio kwa mengi. Jongia kaja akamwambia, hakika mkimfanya chochote nitapigia simu maaskari. Wakamwambia, sikiliza wewe madam, fanya vitu ambavyo vinakuhusu, kitu ambacho kikuhusu achana nacho. Madam akushindwa, akamwambia hakika kumwisi mtu kitu kibaya na kumtendea mtu ubaya ingalikuwa yeye si mbaya. Hakika binti yule akamshika yule jamaa sasa mkononi, ili mradi awadhihirishie. Basi punde tu baada ya kumshika na kumwangalia machoni vizuri, mchizi pale damu zikaanza kumtoka, yani pua zikaanza kuvuja damu. Sio mchezo kuona hii miujiza gani? Mama Jongyi kila kitu yeye anashuhudia kwa macho yake, yani mama alipata bahati, miujiza mingi ya binti anashuhudia kuona kweli mtoto ni mwanga vibaya, yani mtoto ni mchawi. Upande hapa yule mama mganga alipigwa simu bwana kutoka huko ambaye anaitwa Jin Kang. Amefika hapa anambia, bwana, kwanza niambie meneja, huyo marehemu amekufa kufaje? Yani mama anazalau mpaka amepitiliza. Basi mchiza akamwambia, hakika bwana, huyu mtu amekufa vibaya na picha zake hizi hapa. Akamwambia, bwana, sikiliza, huo ni mchongo mdogo tu, na hakika mimi nitamjua nani aliyotumia uchawi huu, kwa sababu kila napoangalia mwili wa huyu marehemu unaonekana uchawi huu haujatoka hapa Japan, uchawi huu ni mpya kutoka huko Korea. Yani huyu mama akawarubuni hawa watu wapeleke hela nyingi kwa hawa wafiwa, ili mradi wachukue muda mwingi kuuchunguza mwili kwa njia za kichawi. Basi siku imefika, mama kapiga kombola zake, kaanza kupiga mayanga yake, mama kanema mpaka kanema tena. Mwisho wa siku anaanza kuona matukio yale na kichwa chake, na waganga wenzao wanamsaidia, lakini kila akiendelea kuvuta, mwisho wa siku anakutana na mtoto mwenye uwezo wa ajabu, na mwisho wa siku ule mganga mkuu anasukumwa mbali. Watu, jamani vipi? Mbona bi mkubwa naye kashindwa? Kuna nini? Mama tulieni. Nilichokiona mimi sio kitu cha kawaida. Jamaa
akaona huyu mama hata siku moja hajawahi kushindwa, leo imekuwa ajaambia huyu mtu ana nguvu sana, yani umarehemu nashindwa hata kumwangalia, nashindwa kumpiga bao. Ina maana huyu anayetumia uchawi huyu kuangamiza si mtu wa kawaida. Moja kwa moja akampiga chairman, bwana chairman, hii ngoma sio ya kitoto, cha msingi fanya hivi, hakika toa vitu vyote ambavyo vipo katika ofisi yako, kutoa laana ama kuondoa laana, kwa sababu kuna namna tutajulikana, kwa sababu kuna mtu anafanya uchawi mkubwa ambao kutufuatilia sisi, na hakika kampuni yetu itakuwa hatarini. Anaonekana ripota Jong-yi pamoja na Sanji wakiwa wanatembea barabarani, na ripota akawa na maneno mengi ya kumuuliza huyu kuendelea kufanya uchunguzi wake. Ambia, kwa nini wewe maisha yako yote umekuwaje, na mama yako yuko wapi, na maisha yako yanaendaje? Akataka kujua vitu vingi. Akamwambia, mimi mama yangu tayari ameshakufa. Mama yako ameshakufa? Na akataka kujua kwa nini mama yako amekufa. Akamwambia, aliyemuua mama yangu si mwingine, namjua. Na mtoto akaelezea miaka 10 hiyo ambayo imepita. Akamwambia, kuna siku moja walikuja bwana kutaka kiwanja ama kutaka eneo letu, na mwisho wa siku wakataka mama yangu aje afanye dawa ama afanye tiba katika eneo lile, lakini mama yangu inaonekana alikataa. Na mchizi kama alimaindi fulani hivi. Hii ni story ambayo anaitoa binti Sanji, yani juu ya chuki yao ya wao pamoja na huyu mzee. Kwa nini anamchukia? Basi mwanadada akiwaelewi moja wala mbili, lakini hapa maafali yalifanyika, lakini mjanga mkuu hakutokea, na kitu ambacho kilimfanya Chairman Jeon achukie hii familia. Mbele za watu Chairman Jeon anaekti kama mtu mzuri, mtu ambaye anapenda watu, kumbe ndani ya roho yake ulikuwa na mashetani. Baada ya jambo lile akawa anaongea na simu, bwana hakika nitamuonyesha. Baada ya kutamani kuwaonyesha ile familia ya waganga, kuna nuksi nzito ilimuingia, yani kama lana, yani jini mkubwa amemwingia. Na tangia siku hiyo inasemekana binti anavyoelezea hapa, huyu mzee akawa na lana ambayo inamfanya yeye afanye vitu ambavyo havimpendezi Mungu wala kupendeza watu. Ikaonekana hapa mchizi alienda mbele, mwisho siku akakuta foreni kubwa, na hapa mwanadada mmoja na kijibwa chake anapita huku akimwangalia huyu director ama chairman. Chairman akatoka hapa pembeni akiwa anaongea na simu. Siri zote zinaanza kutolewa taratibu. Hapa akaongea naye kidogo, mara kile kijibwa cha ule dada mrembo kikaanza kumbwekea. Mchizi akaangalia kulia kushoto, akaona unanibwekea. Mwisho wa siku akakichukua kile kijibwa kimapenzi na akakitupa chini huku akicheka. Yani mchizi analo chafu mpaka imekuwa chafu tena. Yani sio mchezo. Anamwambia, hiyo ndo sababu mimi namchukia Chairman Jeon, kwa sababu yeye roho yake sio nzuri. Na hakuishia hapo, akaendelea. Huyu jamaa alifanya mambo mengi na kuja pale kufanya tiba, lakini alikuja kufanya tiba kwa mambo yake mawili ama matatu. Yani yeye akikusanya nguvu zake zote na mwisho wa siku kupata kitu ambacho anakigombania yeye katika nchi, hakika kwa ushetani wake atakuwa na nguvu sana. Kwa mimi inabidi nimzuie. Dada akaendelea kusimuliwa na kumsimulia huyu mpelelezi ambaye anafuatilia hii kesi, ambaye si mwingine bali ni Jong-yi. Jong-yi amekaa anambia, aisee, kwa hiyo tunafanyaje kumzuia huyo mtu? Jong-yi anaingia kukubali na Jong-yi anatoka, kwa sababu yeye aamini ushirikina. Lakini sasa kwa matendo ambayo Sanji ambaye anamuonyesha yanampelekea huyu dada aanze kuamini taratibu. Basi upande wapa yule askari mtu asili ama askari mbea, mkewe hapa ana kimimba chake kikubwa, lakini mkewe anakuwa na wasiwasi. Baba chanja, tafadhali inabidi uwe makini huko kazini unapoenda. Mchizi anamwambia, usijali bwana. Ambia, bwana mimi ninahofia bwana, mtoto anaweza sijamuone baba yake. Jamaa anambia, kwani mtoto asimuone baba yake? Na baba yake mimi ndo nilomtia. Mimi hakika nitakulelea vizuri mtoto wako. Ambia, bwana mimi nina wasiwasi mume wangu, kazi ambazo unazifanya. Mchizi akazidi kujitetea bwana, kumpanga demu wake kama asiwe na shida na kumwambia, usiwe na wasiwasi, mimi ndio mwanaume na mimi ndio mwenye nguvu. Basi kwenye maneno ya kumtuliza pale, bidada akatulia. Hapa kituo cha polisi walipofika sasa, huyu jamaa amekuja hapa anaangalia mustakabali wa kazi zinaendaje ili mradi waajenge vizuri. Na mwisho wa siku kuna gari hapo inaingia hapo. Hakuwa mtu mwingine bali alikuwa ni Sanjuan. Sanjuan alikuja hapa kumwambia, mwanangu vipi? Kwa hiyo uchunguzi wa kesi unaendelea. Kuna taarifa gani umepata? Jamaa akiwa bado anachechemea, mguu wake hauko vizuri, na huyo askari anamwambia, bwana je, hiki kidude unakijua? Basi mchizi kutoka na yeye anajua kila kinachoendelea, na yeye ndiye ambaye amvujisha siri na anajua peni hii imetoka kwa nani. Akaangalia vizuri, akampa, kwani umekipata wapi hiki kidude? Mchizi kama wasiwasi na akisema, hapa nimemputa nacho mke wangu, anaona ataingia hatiani. Kama bwana, nilikichukua kule katika kesi siku ile, kwa hiyo nataka nimjue mmiliki halisi wa hiki kitu ni nani. Wewe je, unamjua? Waka kama hivi wanatupiana mpira hivi, na mchizi kama kuna kitu ambacho anakijua, lakini akajifanya anapoteza. Bwana sikiliza, nimekuuliza hivi kwa sababu mwenyewe nataka kujua. Basi mchizi anaendelea kucheka, lakini mke
mkewe kule nyumbani ameshaanza kuwa na wasiwasi, kwa sababu siku zote watoto wanakuwa tumboni za wake zetu wanakuwa wanaanza kuona mbali, na mke akijua mume wangu anataka kufa, kama kuna kitu anakisisi. Lakini mchizi kwa sababu aliambiwa akusanye kila kitu chake cha amani ili madi akavichome moto, kutokana afutefute baadhi ya rana, kutokana ile kesi inaweza ikamwangukia, ama kesi ile ikarudi kwake. Chiamani akawa anawaza namna gani anaweza kufanya hapa, akiwa na kusanya vitu vyake ili madi ahame. Lakini kuna idea kichwani inakuja, kila akiwasha kibiriti kuna idea anapata. Akaona isiwe shida mwanangu, tukutane katika episode ya 3 inayofuata. Kikubwa tu usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, na kwa maelezo mengine zaidi share, comment, like pia. Chao, tukutane tena.